Bwana. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu, na mikono yangu nainama, Yesu wetu mimi ninakuabudu. Nenda mbele za Mungu, mwambie Baba, niko mahali hapa. Nyosha mikono yako juu, sema asante Yesu kwa muda na wakati huu. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya nguvu zako, kwa ajili ya uwezo wako, kwa ajili ya mamlaka yako. Hakuna kama wewe Bwana, unayestahili kuabudiwa, unayestahili kuhimidiwa. Ninakupa sifa za moyo wangu Bwana kwa muda na wakati huu. Yesu Kristo, nihudumie Bwana, nihudumie Bwana, usinipite wala usiniache. Ninahitaji mkono wako, unisaidie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakuamini Mungu, hujawahi kushindwa, na siku ya leo ni siku yangu ya kushinda katika jina la Yesu. Neno lako linasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika wewe Mungu ututiaye nguvu. Tunayaweza mambo yote katika wewe Mungu ututiaye nguvu. Bwana, asante kwa nguvu zako na kwa uweza wako, kwa jina la Yesu, amen. Mshangile Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Unaweza ukaketi sasa kwenye kiti chako. Unayeandika andika nirudieni mimi. Haleluya. Na tutaenda kusoma kitabu kile cha Zekaria 1:3. Biblia inasema hivi. Anasema, basi waambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Mungu anatukumbusha tunapomrudia na yeye anafanyaje? Anaturudia. Kama Mungu anasema nirudieni, maana yake kuna mahali tumepotea. Haleluya. Kuna mahali aidha tumekosea, mpaka anasema tumrudie, maana yake kuna mambo hayako sawa kwetu. Mungu atusaidie sana. Kuna vitu vingine sisi kama Wakristo tunavionaga vidogo sana, lakini Mungu haviangalii kama kwa udogo kiasi hicho. Laiti Mungu angekuwa anatazama mambo yetu kwa udogo kama sisi tunavyoona vitu vya Mungu ni vidogo, basi hakuna hata mmoja ambaye angebaki hai hapa. Maana yake wengi wetu hapa tulipo wote tunahitaji kumwona Mungu kwenye maisha yetu. Tunahitaji kubarikiwa. Lakini cha kwanza, kama haupendi ibada, unaweza ukasema si siku moja tu, si ibada moja tu. Lakini Biblia inasema heri siku moja mbele za nani? Za Mungu, kuliko siku 1000 nje ya nani? Ya Mungu. Manake hiyo siku, hizo dakika unazozitumia mbele za Bwana zina thamani sana. Mungu atusaidie sana, kwa sababu hizo dakika ambazo umezitumia nje, mbali na kusanyiko kama mlivyopatana, kwa sababu tumeruhusiwa tukusanyike kama ilivyo desturi. Manake desturi yetu tukutane siku ya Jumatano, Ijumaa na Jumapili pia, na ratiba nyingine ambazo zimewekwa kutokana na idara mbalimbali za kanisa. Ratiba yoyote inayowekwa kanisani, maana yake ni ratiba imeratibiwa na Mungu. Tusipoienenda ni kitu kidogo kwa binadamu, lakini kiukweli Mungu haitazami kana kwamba ni kitu kidogo. Na hiyo ndio inaitwa kumzoelea Mungu. Sasa ndipo Mungu anasema nirudieni. Manake hiyo tayari ni dalili ya kutokutii. Na Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula nini? Mema ya nchi. Kwa hiyo manake usipotii tu tayari upo kinyume. Kinyume cha kula mema ya nchi manake kutokula mema ya nchi. Sasa tuko duniani ili pia tufanikiwe. Tupo duniani tunahitaji kufunguliwa, tunahitaji kumwona Mungu. Kwa hiyo dakika moja mbele ya Mungu ina thamani kubwa. Nakumbuka wakati Yesu yuko mlimani, kaenda na wanafunzi wake.
Alipoomba akarudi akakuta amelala, aliwaambiaje? Je, hamkuweza kukesha nami hata lisali limoja? Maana yake ni afadhali ukatumia lisali moja mbele za Bwana, kwa sababu yako masaa mengi tunayatumia nje ya Bwana, masaa mengi sana. Kwa hiyo Mungu anathamini hilo sana sana sana. Mungu atusaidie sana. Hilo lilikuwa katika hali ya kukumbushana. Lazima tukumbushane. Sisi wote ni wanadamu, hakuna aliyekamilika. Kuna mahali kila mtu anakosea, ila nataka hili likae akilini mwako na kwenye fahamu zako kwamba hakuna jambo dogo mbele za Mungu. Mwambie jirani yako, hakuna jambo dogo mbele za Mungu. Hilo ambalo wewe unaliona dogo mbele za Mungu ni kubwa mno, na Mungu analitazama sana, na hawezi kukuacha vile ulivyo. Kwa sababu wakati kama muda huu ambao unautumia mbele zake, kuna watu wangapi wapo baa, wengine wapo huko wanafanya anasa za kidunia, lakini wewe upo mbele za Mungu. Kwa nini Mungu asikutazame kwa namna ya pekee, kwamba hakika mwanangu amekubali kutimiza neno linalosema kesheni mkiomba, kwa maana hamjui siku wala saa. Anaona mwanangu umetimiza neno lililowaambia hata kina Petro, je, hamkuweza kukesha nami hata lisali moja? Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini usiku wa leo kuna jambo nataka tulishughulikie. Na hili jambo inawezekana ni moja ya jambo ambalo wengi limetesa maisha yetu. Na tutasoma kitabu cha Kutoka 20:1 hadi 6. Kutoka 20:1 hadi 6 inasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema tusiabudu miungu mingine. Yaani tusiwe na miungu mingine ila Mungu peke yake. Chochote unachokipa kipaumbele ndiye Mungu wako wa kwanza. Mungu atusaidie sana. Maana neno hili ni nini? Tumpe muda zaidi Mungu kuliko vitu vya duniani. Kama tulivyo hapa tunampa muda Mungu, wakati huu inawezekana ulipaswa huo umesinzia, umelala kwako, lakini umempa huu muda Mungu, umemtanguliza Mungu, kwa sababu kila kitu tunachohitaji hapa duniani tunamhitaji Mungu. Kwa hiyo unapompa muda zaidi, manake unaonyesha jinsi gani unampenda. Haleluya. Sasa miungu migeni iko mingi. Kuna sanamu. Kwa mfano saizi kuna watu wanavaa cheni ina Yesu yuko msalabani. Yesu wetu hayuko msalabani, alishatoka msalabani. Wengine wanachonga sanamu na kuziabudu. Kama una mtu ambaye ukimwambia leo ibada, naenda kwenye ibada, akwambia usiende ukakubali, ndio Mungu wako, tayari umeshamtia Bwana wivu na umeshamtia hasira, kwa sababu umeabudu hii. Lakini pia kuna miungu ambayo tunahitaji kuishughulikia dakika hizi zilizobaki. Hii miungu ni ile miungu ambayo tuliungamanishwa pasipo sisi kujua. Una tabia fulani inakuendesha. Yaani unaweza ukawa umeamka asubuhi, umepanga kabisa naenda ibadani tangu usiku. Asubuhi unaamka, mwili unakwambia huoni kama umechoka. Unahisi ni kawaida, kumbe tayari kuna miungu ambayo ilishaingia agano na wewe pasipo wewe kujua, ili tu usifanyie Mungu ibada. Na inawezekana sio wewe. Tumesoma hapa
kwamba Mungu anapatiliza maasi, uovu wa baba zetu. Inawezekana huko mabibi na mababu ndio walihusika na haya, mpaka ikafikia hivyo. Huwezi tena. Kila jambo linapotokea la kimungu unakuwa mzito mpaka unasema ni kwa nini? Yaani unakuwa unauonea huruma huu mwili, mpaka unashangaa hii ni nini. Ujue kabisa yuko Mungu mwingine anayekukontrol. Huyo Mungu leo tukamkatae kwa jina la Yesu, kwa sababu wote tunahitaji kubarikiwa, tunahitaji kumwona Mungu, tunahitaji kufanikiwa. Sasa hatuwezi tukafanikiwa kama ikiwa kuna Mungu mwingine anayetusemesha ndani yetu kwamba tuache ibada, kwamba tusifanye chochote. Ni lazima tukaiondolee mbali hiyo miungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Nasema Mungu atusaidie sana. Samueli wa kwanza 7:3-4 inasema, basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo Maashtorethi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Kuna mahali unahitaji uokolewe. Haleluya. Ni lazima uondoe miungu migeni kwenye maisha yako. Lakini pia Waamuzi 2:1-4 utasoma, utakutana hapo malaika wa Bwana alienda mji fulani, alitoka Gilgali akaenda sehemu panaitwa Bokimu, akakuta wana wa Israeli ambao waliambiwa, mkifika katika huo mji bomoeni madhabahu zote na uweni miungu yao yote msitumikie. Lakini wao walivyoingia wajabomoa zile madhabahu. Matokeo yake ile miungu ikawashambulia, ikawa miiba kwao. Wakaona mambo hayaendi, shida zimetawala, Mungu ameshawaacha, kwa sababu walichoambiwa wakifanya hawajakifanya. Kwa ile miungu akashirikiana naye, wakaweka ushirika na ile miungu. Matokeo yake ikawa mwiba. Inawezekana wazazi wetu na ndugu zetu waliwahi kuweka ushirika na miungu fulani ambayo imekuwa miiba hadi kwetu sisi, ambayo inaleta shida mpaka kwetu sisi. Hii miungu leo inabidi tukaikatae na kuiondoa kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Yamkini kuna miungu inakusababisha usipokee mema kutoka kwa Bwana. So Mungu kila anapokutazama anaona kuna miungu mingine ndani yako. Anaona kuna miungu mingine ndiyo unayoisikiliza. Yaani ukisikia la kimungu usema hata kesho kutwa hamna shida. Lakini ukisikia ulikiwa la lingine hamna shida. Yaani kwa habari ya kazi, hata uambiwe umekubaliwa maombi ya kazi yako, inatakiwa ufike kazini saa 10. Yaani saa 9 uko macho kuwahi kazini. Lakini kwa Mungu naambiwa saa 12 unafika saa 3. Sasa hili ni lazima tubadilike. Tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Amen. Nilipata historia fulani leo kwamba yuko mama mmoja ambaye alikuwa kila akijifungua mtoto anakufa, wa kwanza, wa pili, yaani anabeba 9, akifika tu mwisho anajifungua mtoto ila anarudi na maiti. Mimba 4 zote. Sasa unaweza ukajiuliza ni nini? Kumbe kuna miungu ambayo ipo. Na hiyo miungu kuna watu walishaisikiliza na waliitii na walifanya ya kwao. Sasa leo hii inaleta shida kizazi hadi kizazi. Sasa sisi wa leo ili tusalimike, tunatakiwa kumfuata Mungu na kumrudia kwa kumaanisha. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako unatakiwa umfuate Mungu kwa kumaanisha. Simama mahali ulipo. Nyosha mikono yako juu tukamwombe Mungu tena. Ndio Bwana. Sema Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Saa hii. Ninakualika wewe. Ninakualika wewe. Ndani yangu. Ndani yangu. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Wewe Mungu. Ewe Mungu. Ndiye mfalme. Uliye mfalme. Ndiye mfalme. Uliye mfalme.
wewe Bwana, na ninakuomba uyatawale maisha yangu. Kila miungu ndani yangu ikamate moto, iteketeza. Kila miungu iliyojificha kwenye kifua changu iteketee kwa jina la Yesu. Kila miungu iletayo uzito wa kufanya ibada, hiyo miungu iteketeza, iachie maisha yangu, iachie huduma yangu, iachie familia yangu, iachie taa wangu, iachie karama zangu na vipawa vyangu na utumishi wangu. Wewe kama unaona kuna tabia fulani ambayo wewe binafsi umejitahidi kuikataa lakini bado inakusumbua, sogea mbele tuombe wote. Kama una shida yoyote, nilisema wakati tunaanza, tulisema na tukakiri kila mmoja kwamba leo ni siku yako, leo ni siku yangu. Kwa hiyo kama leo ni siku yako, sogea mbele tukaombe pamoja. Leo ni siku ya mtu mmoja mahali katika jina la Yesu. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya watu wako. Kila mmoja amekuja na mahitaji yake. Yesu Kristo, ukamtendee kwa uweza na nguvu zako, kwa uweza na nguvu zako. Ninamfungua kijana huyu katika jina la Yesu Kristo. Nilikwisha kutangaza leo ni mwisho wa mateso yako. Aya, mwanze operation mara moja kwenye hilo tumbo. Na Yesu, naiweka wakfu mikono hii kwa damu ya Yesu Kristo. Nani unayetesamisha mwanamke huyu na kuamrisha na kukuapisha kwa jina la Yesu. Hili ni agano. Hili ni agano ambalo waliingia huko. Sasa hili agano ndio linakuja linatesa mpaka watoto, mpaka wajukuu. Huyu naye wa kwanza imeharibika, ya pili imeharibika, manake kama mama alivyo. Yaani yeye mwenyewe aliponea chupu, aliumwa nusu afya, mama yake alikata tamaa kabisa. Aya, leo mnamwachia. Simona anasema hayataki. Hakuna agano linalozidi agano la damu ya Yesu. Sema amen. Amen. Operation inaendelea kufanyika. Sema amen. Tunakutoa kuanzia lango la kwanza, lango la pili, lango la tatu, tunakuleta hapa kanisani, mahali hapa, jina la Yesu. Edi, njoo kwa jina la Yesu. Sema amen.